Sasa mtumishi wa Mungu, Naam. Nafikiri moja kati ya kitu ambacho watu wengi walikuwa wanakisubiri sana ni kupenda kujua au kutaka kusikia namna ambavyo labda uliweza kuokoka, kwa sababu kila mtu ambaye amepita kwenye maisha fulani kama hayo mwisho wa siku huwa wanapata wokovu, na kila mmoja ana staili yake na namna yake ambavyo aliokolewa. Kwako ilikuwaje? Amen. Kwangu mimi kuokoka ilikuwa ni mchakato. Yaani ni Yesu mwenyewe aliingilia kati. Kwa sababu nilikuwa kwenye kazi, nilipewa kazi, kuna mchungaji mmoja ambaye alikuwa anasumbua sana. Ndio. Na yule mchungaji, kati ya wachungaji wengi ambao tuliwashindwa, yule mchungaji alikuwa miongoni mwa mchungaji alikuwa anasababisha hasara kubwa sana kwenye ufalme wa kuu wa giza, ufalme wa shetani sana, hata kuzimu, sehemu nyingi sana. Ni miongoni mwa wachungaji, wako wengi ambao tuliwashindwa, wako baadhi yao ambao baadhi yao nishafika kuongea nao, wengine nimeona nao kwambia bwana simama. Lakini yule mtumishi alikuwa ni pale Morogoro, TAG. Sasa yule mtumishi alikuwa anaharibu kazi ya shetani kwa viwango vya juu. Kila tukimwangalia kwamba kanisa lake linaharibu kazi zetu, yani linaweka vizuizi yule mji, na wale watu karibia tulikuwa tukijaribu kuwashambulia walikuwa ni vigumu, kwa sababu ile kanisa liko pale na yule mchungaji alikuwa anaomba sana. Ndio. Ila sasa pamoja kwamba alikuwa muombaji, pia sisi tulichokuwa tunakitaka kwamba aache tu maombi, apunguze tu zile ibada zake kwa namna fulani, kwa namna moja au nyingine, tumpozeshe ili ikifika sehemu tuweze kumnasa na auawe kwa nguvu za kichawi. Walitumia maagenti wengi sana, lakini walishindwa, kila kienda wanashindwa. Kuna baadhi ya makanisa mengine ambayo tulikuwa tukiingia unakuta tuna win pale, tunafanikiwa kuyashambulia na kuyakamata. Lakini nilikuwa natumia mbinu nyingi tofauti tofauti, kiwemo mbinu ya ule mguu nikiweka hivi na maliza nguvu ya kanisa, ule mguu nikiutega angani na fyonza nguvu ya watu hao. Kwa hiyo ni rahisi watu hao kuingizwa kwenye mikataba, kuingiza kwenye maagano na kuingizwa kwenye changamoto za, yani mle wanaingia mawakala ambao wataleta vitu fulani vya kuweza kuua hilo kanisa na kuua mtu mmoja mmoja wale wa Kristo kama wapo waliosimama. Sasa yule mchungaji tulimwangalia katika ulimwengu wa roho kwenye madhabahu, kwenye rada za kichawi ziko nyingi. Kuna kioo, ama kule ilikuwa ni mkono pia, kwa na rada kwenye mkono, naangalia na jicho la mwewe, nilikuwa nalo lile jicho la mwewe, na pia nilikuwa na rada ya macho ya kishetani, yale macho ya ujini, yani macho ambayo yanaweza kuona maisha ya mtu toka tumboni kule aliko kwenye mji wa uzazi kule. Yale macho ni macho ya Iron Lucifer, yani ya ubalozi. Tulipewa macho maalum ya kichawi ambayo tofauti na haya. Na ile jicho muda mwingine ilikuwa nakaa mguuni, kuna jicho muda mwingine hapa juu, jicho la mwewe ambao ile pia ni tai, yani ile ego Lucifer mwenye jicho lake. Na ile sura nilikuwa nayo ilikuwa na uwezo, ile sura mtu nikikutana na mtu manake hawezi kuishi kwa namna fulani, kwa sababu nikitokea kwenye umbo lile la ushetani kule wakuu wa giza ni vigumu, manake na ile sura nakuwa sina sura ya kibinadamu, nakuwa na sura ya kijini ya kutisha na kuogofya sana. Manake huyu mtu anayekutana na mimi lazima awe kwenye level fulani kubwa sana, lakini kuishi au kusurvive vizuri lazima apate tatizo fulani. Sasa huyu kwa sababu alikuwa tunaangalia anashindikana, kila tukijaribu kufanya vita inashindikana, tulitega sumu, tulitumia mawakala
kumpiga kupitia wanawake ikashindikana. Tukamtumia vurugu fulani, ziliibuka ile kanisa, mashemasi wakagawanyika, watendakazi wakawa kinyume naye, lakini ilishindikana. Na baadaye jinsi ilivyokuwa zidi ile vita inavyoongezeka ndivyo alikuwa anaimarika zaidi, anaomba sana, anatafuta nguvu za Mungu sana. Sasa kaja kuangalia kwamba jinsi gani kumpata. Siku moja wakati tunaenda usiku, manake mimi nilikuwa kiongozi kwenye ule msafara kwenda sasa kushambulia. Lucifer alisema hapo ukishinda na hii itaendelea kukupandisha cheo zaidi zaidi na zaidi na kukupa nguvu zaidi. Sasa nikaenda pale, nikawa na wachawi wengine. Nilikuwa na wachawi wengine ambao wengine walikuwa magwiji, wengine walikuwa ni wale wa mapepo majeshi. Kwenye vitengo mbalimbali nilipewa wasaidizi. Sasa wakati naenda pale, tukapiga rada, tukakuta kwamba kuna mtu anayemwombea yule mchungaji. Kuna mtu ambaye anambebaga sana kwenye maombi. Sasa tukaja kuangalia, tukakuta kuna nabii kwenye lile kanisa ambaye yeye alikuwa anaomba, anakimwombea mchungaji na kumwambia mambo fulani, huwa anamuelekeza vitu ambavyo ameviona na ni uhalisia. Alikuwa na mafunuo sana yule nabii. Yaani anaona vitu vya uhalisia. Na kila njama ikitaka kufanyika kumuua mchungaji yule nabii alikuwa anaona na anamwambia, na anapoomba yule nabii alikuwa akiomba anaombea kitu tayari ashaona pia, hata kabla hakijatokea. Sasa tukasema kwanza tuanze kushughulika na huyu nabii ambaye anampa habari zote, kila njama tunayoipanga. Yule mchungaji alikuwa anaomba, lakini alikuwa haoni sana kama yule nabii alivyokuwa anaona. Na yule alikuwa nabii tu kwenye kanisa lile. Sasa pale wakati tunamwangalia yule mtumishi, yule nabii, tukakuta kwamba huwa alikuwa na mtindo pia wa kuamka usiku anaomba. Mida ya saa ngapi? Saa 7:30 alikuwa anaamka anaomba mida hiyo. Muda mwingine anaomba asubuhi saa 11, unakuta mida fulani anaomba sana. Mitego tukitega inaharibika. Tukijaribu kupigana ile kanisa, kusababisha magonjwa kwenye ile kanisa, magonjwa yanahamia kwenye mji. Kwa anakufa watu ambao sio tuliokusudia. Sasa nikaenda kumtafuta udhaifu wake ni wapi. Tukagundua kwamba udhaifu wake ni eneo la mke wake. Mke wake alikuwa hapendi maombi. Yaani yule mtumishi akiamka usiku anagombana naye sana, anafokeana sana. Pia alikuwa na katoto. Mke wake alikuwa na mtoto mdogo hivi. Sasa yule mtumishi akiamka kuomba anamgombeza, na alikuwa anampiga wakati mwingine, anampiga mtumishi. Lakini ilikuwa ni moja ya lango alikuwa anatumia, lakini bado ilikuwa ni vigumu kumpata kupitia yule mwanamke. Sasa tulitumia mbinu fulani. Wakati tumeenda pale tukakuta huyu, kuna mara kadhaa, kuna kipindi kwa naenda usiku nakuta pale nyumba yake yani haionekani. Nakuta tu pale kuna vitu vya ajabu. Yani nakuta mnafika pale mnakuta kwamba kuna bahari, mara mnakuta kwamba ni ardhi tu, hapaonekani kabisa. Nakuta mazingira mengine, mara mnafika pale mnakuta kuna duka tu. Yani watu wanauza. Yani unasema hii au tumekosea ramani. Narudi tena nyuma, mnaiona nyumba iko pale. Mkifika hapa mnaona maduka, mnakutana maduka. Kwa maduka ni watu wanaendelea na shughuli zao. Watu wanaendelea na shughuli. Tukienda tukipiga rada kwa mbali kupitia mji mwingine kumulika pale alipo, tunaona yuko amelala na nyumba iko pale. Tukiingia tena pale tunakutana tu na vitu vingine vya ajabu. Mara tunakuta maduka, mara tunakuta kuna bahari. Mara tunakuta kwamba muda mwingine tukifika pale tunakuta kwamba ni sehemu ya watu, yani tunakuta tu ni sehemu ambayo si parking ya magari. Yani nashangaa mara kuna watu kama wanacheza michezo fulani pale, wanacheza si table, yani unakuta mambo tofauti.
Sasa mkiangalia, mbona tukiwa angani kule, kuna kipindi toka madhabahu ile ya Agares Spey, tukapiga tukamwangalia pale kwenye ile madhabahu, tukawa tunaona yuko pale, tukituma mashambulizi ile kombola, yule jini akienda kuna zima katikati, yani amuone amefika au la, ila baada ya muda nashangaa huku kumejibu. Hali inakuwa mbaya, mnakutana na vitu fulani vinaharibika, mnapungukiwa nguvu, nashangaa, najua kabisa hapa tumeshambuliwa. Tulikuwa na yani kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya, unakuta vinakuwa havionekani. Ndio. Ya mitego, mara unatega unashangaa amepita na kweli amekanyaga lakini hajazurika. Sasa alikuwa anashangaa, kuna magonjwa mazito tunayatuma lakini huyu mtu hapati. Sasa siku moja tukasema yule jini, kulikuwa na majini ambayo yalikuwa yananiongoza kupigana naye yule. Ndio. Ambao moja kwa moja ningeshinda ile vita, ningeendelea kuwa viwango vya juu sana. Yaani ile 10% yenyewe ya binadamu ingeondoka. Manake ni huku duniani ningeonekana kama nimekufa, lakini kule ningekuwa kwenye level ya juu kabisa ya ushetani. Ndio. Sasa siku moja wale majini akasema huyu mtu atapita eneo hili. Yule mtumishi alikuwa na tabia kuhubiri, kuna njia fulani. Ndio. Yale majini akanambia huyu mtu atapita njia fulani siku ya leo na muda fulani saa fulani. Pale utaandaa kikundi cha vijana watu, nenda ukafanya kama unapiga story. Akiwa anahubiri atapita pale, akifika kwenye story hizo huwa hapendi maovu, hapendi story chafu, huwa lazima hapo atagafirika, ataanza kukemea ule ubaya. Na anachukia kutoka ndani. Sasa akianza kuchukia hivyo, basi hiyo ndio sehemu ya kumnasa, kumkamata nguvu yake ya kiroho, ili kuweza kumtafutia sasa kombola itakalompiga, kumnyamazisha maombi yake na macho yake ya rohoni, ili itakapokuwa haoni, atakapokuwa haoni, ni rahisi sasa kuja kumshambulia. Manake moja njia anayotumia pia kushambulia Mkristo ni kutokuwa na macho ya rohoni. Na watu wengi sana huwa wanaenda unakuta ameenda unakuta alikuwa muonaji vizuri, ila ameingia tu kanisa fulani, ameingia mahali fulani, ameenda mahali fulani, ukuta ghafla amenani, sio muonaji tena. Sio muonaji tena, yani ile macho yameondoka kabisa. Na sipende sana kuwekewa mikono. Yani wewe jiamini Mungu uliye naye, na Mungu huwa anaweza kufanya kazi kwa njia yoyote ile pale. Ila na yale macho huwa yanauzwa kabisa. Yani yule anayechukua anapeleka kwenye kiringe cha kishetani cha shetani. Sasa shetani wanayapeleka kwa watu wao. Kwa unakuta manabii wengine wanaona, au mitume, unakuta mtu anaona ambayo yale macho sasa yanauzwa. Yani mtu anachukua macho ya rohoni, mtu mwingine anaona kupitia macho yake. Ila ikifika hiyo hatua, manake huyu mtu kuja kufungua macho lazima akomboe sana, aombe sana ukombozi wale macho kutoka kwenye vile viumbe baharini na kupiga hizo falme za anga na wakuu wa giza. Ndio. Ziachie. Sasa niko kwenye ile njia, ni kweli muda huo alipita. Ilikuwa kama mida fulani ya mchana hivi. Akapita pale, akakuta mimi napiga story. Tukaanzisha story ya matusi fulani. Kwa napiga story ya matusi ili imkele, lazima najua kwamba lazima atakuja. Atagafirika. Na akigafirika manake hapo nisimame nyuma, nimpige jicho la huku nyuma. Ndio. Nimsahaulishe kile anachotaka kuhubiri, alafu nimtie hofu na mashaka, ili kwa kupitia muda huo kule kwenye madhabahu kuu kule kwenye madhabahu kuu, manake ile Agares Spey, ile madhabahu iweze kumkamata haraka na kupiga nguvu yake ya imani, kupiga uwezo wake wa ujasiri, ili aweze kufika sehemu aseme basi
akate tamaa ya kuhubiri na mambo ya kuanza kuona. Ndio. Sasa wakati tuko pale tunapiga stori zile, akagafirika kweli alipofika pale. Akaanza kusema, akafungua kitabu cha Yohana 3:16. Akasoma pale, anasema Mungu anawapenda, mtakiwa vijana muache. Lakini nilivyosimama wakati anaongea pale, nikasimama nyuma nikampiga yale macho, nikamwelekezea yale macho ya kichawi. Nilipomwelekezea yale macho, yeye hakuniona, alijua nimesimama hapa, lakini nilisimama kwa nyuma, manake mimi nilikuwa ni jini. Yaani na ule mwili ulikuwa anaishi jini mle. Na mimi nilikuwa nikitumika kufanya hizo kazi natumia ule mwili sasa. 10% ilikuwa ni binadamu, 90% ni jini. Sasa pale mimi nilikuwa nyuma, japokuwa alikuwa ananiona huko, nikamulika jicho hapa, alisahau kidogo. Ndio. Wakati anasahau maandiko ghafla akashtuka, akasema kuna kitu kisicho cha kawaida hapa. Akaacha kufunua tena maandiko, akaanza kuongea maneno ya Mungu. Hivi vijana ukokeni, haya mnayoyafanya hayafai, mjueni Yesu. Akanambia hasa kwenye hiki kikundi wa kwanza kuokoka atakuwa ni huyu. Akanipointi mimi. Huyu atakuwa wa kwanza kuokoka, sababu mimi nilijaza wale watu mioyo ya kuto kumsikiliza. Kwa akiongea, bwana unatuambia nini? Manabii njaa, sijui nini na nini. Unatuambia nini? Kwa hiyo ile mioyo yule kupitia yale majini ya kukamata, majini sharifu ya kwenda kinyume na watu, na majini bueli yule jini bueli wa dini. Unakamata mioyo ya watu wasimjue Mungu. Ndio. Tunaendelea kufanya ile kazi, na yeye akasema wewe ni wa kwanza kuokoka. Nikamwambia mimi sitaokoka mpaka nitakapokufa, ila wewe ndio utakuwa wa kwanza kufa kwenye mji huu, kwenye hii mji wote. Wewe ndio utakuwa wa kwanza, utakufa wewe, utakuwa wa kwanza, utaonekana umekufa, utakuwa wa kwanza kufa, ila sio mimi. Sasa wakati nimeongea hivyo, akasema sawa, tutaona. Na Mungu alimpa ujasiri mkubwa sana, akasema tutaona kati yako wewe na mimi. Na mimi nikamwambia tutaona, kesho utaamka. Ule usiku tukatengeneza ule mkakati, ulikuwa mkubwa sana, manake pale kwenye hekalu lile la Himalaya kule, kwenye Daki Night Temple ile ambao ile madhabahu kuu ya wakuu wa giza kule Himalaya kwa kidunia, ile madhabahu nikapewa silaha na majini ya kunisaidia na wachawi wa kunisaidia kwenda kumshinda yule nani. Yani ni moja kwamba niwe sehemu, ningevuka pale, manake ningekuwa jini sasa kati ya wale viongozi wa kijini wanaofundisha, ni master beings, wale wanaofundisha uchawi zaidi, wanaofundisha majini wengine, na kuwa kwenye vyeo vya juu. Sasa wakati naendelea pale, nikaona napewa silaha, na Lucifer akanisifia, akasema vita hii huna budi kushinda. Huyu ni mmoja adui anayetesa ufalme wetu, na wewe ni mmoja kati ya watu na kutegemea katika ufalme huu, uweze kutuletea nguvu na utukufu kupitia jambo hili, tupate nyama na kinywaji cha huyu mtu, yani nyama na damu ya yule mchungaji na yule nabii. Sasa nilipewa kwanza agizo, kwanza nianze na yule nabii. Nilipoenda ule usiku, mida ya usiku, saa 6:40 hivi, kaenda pale, tunakuta ghafla yule bwana ana walinzi wamemzunguka, yani malaika yule wa zamu amzunguka. Yani tunaona sasa kuwa pande zote. Sasa najiuliza, malaika hawa wameshika, wale malaika walikuwa
wameshika panga, lakini zile panga zinapiga moto ambao mianga yake ya moto ni kama radi, sio moto huu ya kawaida. Yani ni moto kweli, ukiangalia ni moto, ila una ngurumo kama radi kali ile ambayo ina ngurumo kubwa sana. Yani katika ulimwengu wa roho, yule bwana alikuwa na ulinzi mkubwa sana. Ndio maana wakati mwingine nilikuwa nashangaa, tunafika pale unakuta parking, maana tunafika pale unakuta maduka, tunafika pale unakuta bahari, tunafika pale unakuta hakuna kitu kabisa. Kumbe alikuwa na ulinzi mkubwa sana, alikuwa na malaika wanamzunguka kwa nguvu kubwa sana. Yani yale ni majanti ambapo zile panga za moto, yani panga tu yenyewe inaweza, yani ngurumo yake kama zingefunduliwa kibinadamu, manake watu wangejificha kitandani ile ngurumo tu. Sasa wako wanne na wote wanapiga zile radi, zile panga, ule moto unatokea kwenye ile mianga ile. Yani analindwa kwa ulinzi wa mchana na usiku, ulinzi mkali sana. Sasa tukawa tunasogelea, Lucifer akisha ana nguvu ya kumtia mtu moyo, na ni sharti uwe, sharti utimilize kazi, usipotimiliza unakufa. Sasa wakati nasogelea na wale master wenzangu na magwiji ambao tulikuwa mle, na kile kikundi cha Chad of Fire, nilichukuliwa wale wakubwa wanisaidie. Maanake mimi pia nilikuwa nahitaji kufika kile kiwango ambacho Lucifer alikuwa anataka nifike. Sasa kwa hilo ilikuwa siko tayari kurudi nyuma nishinde kazi juu ya huyu mtu mmoja. Sasa nikaanza, tukasogea, tukafika karibu, tukakuta bado zile radi zinapika mita kadhaa. Yani tulikuwa nje ya mita 100, yani ule mji ule nje ya mji, lakini tunaona pale utafikiri tuko hapa, tumekaribiana nao. Sasa nikasema hapa kwenda kujaribu kuingia ikashindikana. Kujaribu kupigana tukaharibikiwa na vitu vyetu, kazi zetu nyingi sana. Tukaharibikiwa na silaha, zana nyingi sana. Katika ulimwengu wa roho nilikuwa natumia zana nyingi. Nilikuwa na panga, nasafiria kupitia panga, nasafiri kupitia mionzi ya jua au mwezi. Nasafiri pia kupitia majini, jini sultani. Kuna majini nilikuwa nasafiri nayo, nasafiri kupitia majini, nasafiri kupitia 666, nikifanya tu alama nasafiri, nikiweka tu vitu fulani, alama fulani, ile stargates nasafiri, naingia duniani, natoka, naingia kuzimu, natoka, nikipitia milango mbalimbali. Sasa zana hizo zikawa zimeharibika sana, zana zile ambazo tuko nazo za mashambulizi. Tukarudi tukaenda kujadili kwamba tufanyeje ili huyu mtumishi tuweze kumpata. Tukagundua kwamba mke wake, moja ya kitu ambacho tungeweza kukifanya ni kumtumia mke wake ili amsababishie kwamba mtafaruku, ili ule uwepo uondoke. Na kweli tulipofika kule tukamwangalia mke wake, tukaona ni rahisi kumtumia na katoto kale alikuwa kama amekabeba. Au tukasababisha yule mtumishi, kwa sababu usiku ule huwa alikuwa na mtindo wa maombi, aliona kwamba kuna uchawi umekaribia ili eneo, hauko mbali sana, akawa ameona, akaingia kuomba. Anasema kwa jina la Yesu naharibu uchawi wote, majini yote yaliyo karibu. Anataja kwa sababu alikuwa anaona, japokuwa kwamba sijui kama alikuwa na uhakika anachokiona kile, maana yake alikuwa anaona kweli, anavyotaja anaona kabisa. Nadhani alikuwa na uhakika nacho. Sasa wakati tunaendelea kutafuta kwamba tumtumie mke wake, yeye akawa anaomba. Ghafla na sisi tukainua nguvu, tukafinya kale katoto kwa njia ya kichawi kule kwenye madhabahu, kakaanza kulia, na tukainua kupitia jini Asna, tukainua hasira kwa mke wake. Yule jini, yule mke wake, zile hasira alizokuwa nazo siku ile alizidisha zaidi, akainuka kusema baba fulani, naona mtoto huyu analia. Na katoto kakaa kanaendelea kulia kwa sauti ya juu, tukaanza kuivumisha ile sauti, kuiongezea
watu wakakereka, majirani wakajaa pale, wakasema kuna nini humu ndani? Ndio mtumishi yule akaacha, yule nabii akaacha kuomba. Mke wake akawa anakuja juu, anampiga makofi, acha nini mtoto, wewe umechanganyikiwa, mtoto anaendelea kulia afu wewe unaendelea kuomba, acha maombi. Kwa hiyo ulikuwa mtafaruku mkubwa. Ile sauti ilisikizisha kwenye manyumba, wapi, watu walijaa pale, akina mama wengi. Ulikuwa usiku, wala akina mama wakasema mnataka kumfanyaje huyo mtoto? Kwa kwanza waligonga ule mlango kwa fujo kwamba inawezekana wanataka kumfanya kitu kibaya mtoto. Walijaa pale. Sasa wakati wanajadili tukasema Yesu, huu ndio muda wa kwenda kumshambulia yule mtumishi. Maana yake ilikuwa tungemweza pale, tungemchukua mzima wa kwenda kumtesa mateso makali, kwa sababu alikuwa anaharibu na anamtetea yule mchungaji. Anasimama akimwambia kitu yule mchungaji akiomba tunamkosa, na yeye akimwombea mchungaji anamwombea sehemu anazoona ambao kuna hatari, muombe mchungaji hapa. Kwa hiyo alikuwa anaharibu sana. Kwa hiyo tutaka tungemchukua, manake tungempiga radi ya kichawi, ya kishetani, au tungetumia nguvu ya mamlaka ya Lucifer moja kwa moja, manake ile nguvu ambayo moja kwa moja ya madhabahu, yani pale madhabahu ile ingemchukua moja kwa moja kupitia ile nguvu ya pale kwenye madhabahu. Ila mimi lazima ni nani ili nishinde tu, yani utetezi huo kwa ajili ya ili nishinde, nipande cheo, kwa sababu kote hata Lucifer alikuwa anasema nataka ufike kule nako nataka ufike. Kwa akanipa na usaidizi huo. Lakini wakati huo tunaangalia kwamba ule ulinzi pale, tukaangalia tukakuta ule ulinzi kama wale malaika hawapo. Na malaika hayupo, kwa sababu ni kama mmoja alikuwa pembe zote 4. Ila sura ni hii moja na yule utendaji wake ni mmoja. Kwa hiyo tukakuta hayupo. Tukaangalia tena hayupo, na yule mbishano wale watu tukasema ngoja warudi, tuende sasa tukamchukue. Niende mimi nikamchukue wale wasaidizi ambao walikuwa nao, wale ni kwa ajili ya kampani, ili niweze kunani wanisaidie pale ambapo nitakwama kidogo. Sasa tukaenda, muda ule ulikuwa mchakato wa usiku kwa usiku. Kufika mahali pale kweli tulikuta nyumba tofauti na siku zingine. Nyumba tukaikuta, na nilivyoikuta mimi ilibidi sasa niingie niende kumshambulia yule nabii. Maana yule mtoto baadaye alitulia na tukajua hapa, kwa hiyo uwepo wa Mungu ushatoka, washabishana, kwa hiyo nabii tayari atakuwa hana utetezi tena. Tunampata kirahisi. Sasa kumbe yule nabii alikuwa na, yani ni wale watu wanasema order from heaven, yani ni watu maalum pia. Yani Mungu kuna watu ambao wako kwenye nani yake kabisa. Hao ni vigumu kuwazuru kwa haraka. Ndio. Na wokovu wake pia alikuwa amemaanisha kweli, ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Sasa huyu nikafanikiwa kupitia, nikaingia pale sebuleni, maana yake nilitokea pale chini ya sebule, nikaingia. Yaani uliingilia chini ya sebule? Ya. Kivipi? Chini ya sebule, maana yake moja ya mlango pale kulikuwa na mimi wakati nipo kwenye kitengo cha wakuu wa giza, nilikuwa natumia milango ya Stargates ile pale ya mionzi, au mwezi ile mionzi. Kwa hiyo ikipiga kwenye ardhi na safiri kupitia ardhi, ile nyumba situmii kona. Ile mionzi, na kipindi kile kulikuwa na mwezi. Kwa hiyo nikaingia pale kupitia mwezi chini ya ardhi, nikatoka chini ya ardhi sebuleni, katikati ya sebule. Ni sasa wakati nimetokea pale katikati ya sebule, nikaanza kuangalia huku na huku kwamba ili niweze kumchukua, kumkaribia tu karibu na kitanda pale. Alitokea, ndo mara ya kwanza sasa kumuona Yesu wazi hivi. Kwa sababu alitokea ana mwanga mkali sana ambao sijawahi ona. Na alikuwa na fimbo ndefu, fimbo ya dhahabu, ambayo ile fimbo ina vimulimuli, inawaka, vile vimulimuli vinawaka kwa mwako mkali sana.
Yaani vile vinavyowaka hivi ndio mimi nguvu inapungua. Sasa akanyoshea ile fimbo. Akasema kuanzia leo Norman, nimekuokoa, hautarudi tena kufanya hizi kazi. Akaniseta hivi ile fimbo. Alivyoniseta hivi, yani kitendo cha sekunde tu, nikakuta nafsi sasa ile umbo la ujini lipo kule kwenye kilinge, kwenye madhabahu ya Lucifer. Pale nikaulizwa maswali, kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umeleta matatizo haya? Naojua kule nikafungwa pingu minyororo kule kwenye ile madhabahu, kwenye vyumba vya angani vya